Haleluya. Kwa hiyo leo sasa tukiwa tunamalizia kipengele hicho ambacho Mungu alituagiza tufanye maombi kwa siku mbili ya kutafuta nguvu za Mungu kwa ajili ya ile misingi miwili iliyosalia ya kushughulikia kesho na siku ya Jumatatu, kabla tujaenda kwenye kitu kingine, ninapenda ujifunze na uangalie ni nini kinachotenda kazi. Jana tulijifunza neno la Mungu likasema, kama mimi nikitoa pepo kwa kidole cha Mungu, ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Na neno likasema mahala pengine, ufalme wa Mungu haupo katika neno bali upo katika nguvu. Ufalme wa Mungu haupo katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu ndio uweza wa nguvu za Mungu na utendaji wake katika maisha yetu. So tukitaka kufanya tofauti na wengine, tukitaka kufanya tofauti na yale ambao yaliwashinda wengine kwenye familia, lazima tuwe na nguvu ya kutusaidia. Haleluya. Kikawaida hautaweza. Yaani hautaweza. Kama nyumbani kwenu mliandikiwa na mfalme wa giza kwamba nyie ni wa kutokuoa, ni wa kuoa na kufukuza kesho, ni wa kuolewa na kuachika kesho, ni wa kutokuwa na uzao, ni wa kutokuwa na mafanikio, mtaishi maisha hayo kwa sababu mmeandikiwa kwenye zile nakala ovu za shetani. Lakini kitakachobadilisha hilo lisiwepo ni uwezo, nguvu za kiroho za kuweza za kudhibiti hicho kiondoke na kisiwepo kwenye maisha yako. Sema amina kubwa. Haleluya. Hebu sema nahitaji nguvu. Hebu sema tena nahitaji nguvu. Rudia tena nahitaji nguvu. Kwa mantiki hiyo, nimeona leo nije nikueleze na kukuonyesha kwenye Biblia watu kadha wa kadha ambao unawajua kwenye Biblia walikuwa maarufu na walioweza kufanya kazi kubwa za kipekee, kitu walichokuwa nacho cha ziada ambacho ni tofauti kabisa na Wakristo wa leo ambao wengi hawajui siri hii. Na usifikiri Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu fulani. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya wale waliomwamini Yesu wakampokea akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Roho Mtakatifu ametolewa ili kuwawezesha na kuwasaidia. Kwa hiyo nguvu za kimungu ndani yetu hujaa na kuongezeka kupitia neno na maombi. Hebu sema nguvu za Mungu zinaweza kuongezeka ndani yetu na tunaweza kujaa na kuongezeka kupitia neno la Mungu na maombi. Kupitia vitu vingapi? Neno na maombi. Kuna watu wako hapa lakini hawanaga desturi ya kusoma Biblia. So hata kuomba huwezi kuomba sawa sawa kwa sababu maneno yako ni yale ya juzi, ni yale ya jana. Ndio maana hata ukisikiliza watu wanaoomba utawasikia wakiomba vile tu. Maana yake hakuna kitu kipya. Lakini katika ufalme wa Mungu kuna ratiba mpya ya kila siku. Biblia inasema neno la Mungu ni jipya kila siku. Na fadhili za Mungu ni mpya kila siku. Rehema za Mungu ni mpya kila iitwapo leo. Ndivyo maandiko yanatuambia. So kama kila siku inakuja na shida zake, lazima kila siku ije na mafunuo yake. Wengi hawajui hichi. Na kwa sababu hawajui hicho, wanafikiri yeye alishajuaga kuomba. Kwa hiyo anajuaga yeye akiomba akirusha tu makombora basi imeisha. Unaweza uko unapiga kombora kila siku mahali pamoja, na hapo unapopapiga palisha ishaga kabisa, wala hakuna tena tatizo lolote, unapoteza muda wako. Haleluya. Na hiyo ukipata mafunuo ya Roho Mtakatifu utafanya kitu kipya. Basi tuanze na Yohana. Mifano ya watu ambao walifanya kazi ambazo sio za kawaida kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Andika hivyo tu, mifano ya watu waliofanya kazi ambazo sio za kawaida wakiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Tunao wengi sana. Sitaki kuanzia sana, nitachanganya kadiri itakavyowezekana. Tukianzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo hatutaka tumalize leo. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza watu wachache ambao wewe binafsi utanielewa wakati tunazungumza.
Tuanze na Yohana. Kama unaandika wa kwanza Yohana. Tuanze na Yohana ile sura ya kwanza, kumwangalia mtu huyu ambaye ni mwanadamu kama vile nilivyo mimi na wewe. Alikuwa mwanadamu, anaitwa jina lake Yohana. Yohana 1:6 hadi 8. Yohana 1:6 hadi 8 inasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Palitokea mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, na jina la mtume huyo aliyetumwa anaitwa mtume. Jina la mtume huyo aliyetumwa anaitwa jina lake Yohana. Mstari wa 7. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Yohana alitumwa aje duniani ili aweze kushuhudia nuru ambayo ilikuwa inakujia ulimwengu, ili watu waweze kuamini hiyo nuru kupitia yeye. Haleluya. Amen. Lakini alitumwa kutoka wapi? Kutoka kwa Mungu. Haleluya. Mstari wa 8. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Haleluya. Hebu sema, Yohana alikuja kwa kazi moja tu, kushuhudia nuru na kuwa ile nuru. Haleluya. Sasa huyo ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, kama vile mimi na wewe tulivyotumwa. Yule ametumwa na mimi nimetumwa na mwingine ametumwa, na sote tumekuja kwa nyakati tofauti tukiwa na kazi mbalimbali. Haleluya. Haleluya. Okay. Hebu tuendelee kuangalia maandiko. Hivi ilikuwa kwaje? Tukiangalia kitabu cha Luka ile sura ya kwanza, tukianza kumwangalia huyu mtu anaitwa Yohana. Luka ile sura ya kwanza na mstari wa 13 hadi 17. Luka sura ya kwanza na mstari ule wa 13 hadi 17. Neno la Mungu linasema, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Jina lake utamuita nani? Huu ni unabii unatolewa, lakini Luka kuandika kitu hichi. Luka anasema kwamba Yohana kuandika kitu hichi anasema alitokea mtu ametumwa. Haleluya. Alitokea mtu amefanyaje? Ametumwa. Hapa anayepewa taarifa za mtoto anayezaliwa ni baba. Baba ndiye anayeambiwa, usiogope, utapata mwana, na huyo mtoto utakayemzaa ataitwa jina lake Yohana. Anasema kwamba nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Kwamba huyu mtoto atakapozaliwa tu watu watafurahi kwa sababu mtoto huyu amezaliwa. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Atakuwa nani? Mkuu mbele za Bwana. Kumbuka kazi yake ni kufanyaje? Kazi ya Yohana ni kufanyaje? Kushuhudia nuru, ili watu waweze kuamini kupitia yeye, waiamini ile nuru. Kwa watu watashangilia kwa kuzaliwa kwake, na atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Atajazwa Roho Mtakatifu tangu wapi? Tangu wapi? Kwa nini? Kwa sababu ana kazi maalum anayopaswa kuifanya. Kwa hiyo aweze kuifanya ile kazi kama ipasavyo, inabidi ajazwe Roho. Kwa hiyo yule Roho Mtakatifu atamuongoza kufanya kama Mungu atakavyo. Haleluya. Haleluya. Hapo sio akili za mwanadamu. Anasema na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwamba huyu ametumwa. Tumeona kwanza Yohana, kitabu kile cha Yohana kinasema alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Luka anasema
baba yake ambaye ni Zakaria anapewa taarifa kwamba atazaa mtoto wa kiume na jina lake atamuita Yohana. Anaambiwa kwamba mtoto huyu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Haleluya. Na atatangulia mbele za huyo Bwana akiwa na roho ya Elia. Roho ya Elia unajua ni roho gani? Roho ya Elia unajua ni roho gani? Haleluya. Haleluya. Sikiliza. Tunasemaga ni vizuri kila mtu aliyetajwa kwa jina la kinyumbani na mtu fulani angalie tabia zake na yule mtu, kwa sababu jina ni roho na roho hubeba kile ambacho alikuwa nacho. Kwa hiyo hapa tunaambiwa huyu Yohana atatangulia mbele za Yesu kwa roho ya Elia. Elia alikuwa na roho gani? Elia alikuwa anapambana na wafalme. Alikuwa anapambana na mfalme Ahabu. Alikuwa anapambana na wakina Yezebel. Alikuwa anapambana na wafalme na kufunga mvua. Anasema nitanyesha mpaka nitakaposema. Kwa roho iliyokuwa ndani yake ni ya kupambana na wafalme. Alipozaliwa Yohana, tunaona ile roho ya Elia iko ndani yake. Yohana anapambana na wafalme, anapambana na Herodi kumwambia umeoa mke wa ndugu yako, kitu ambacho sio sawa. Bwana asifiwe sana. Roho ile ile iliyokuwa ndani ya Elia inaonekana tena ikiwa ndani ya mwili mwingine unaoitwa Yohana. Haleluya. Ndio maana ukisikia mtu anasema wewe uko kama mama yako, tabia zako ni kama za mama yako, maana yake umebeba roho ya mama yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asisikii mtu akisema amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amefunga sana. Haleluya. Amen. Sawa sawa. Okay, kwa hiyo sasa akaambiwa huyu Yohana atatangulia mbele za Bwana. Yaani atakuwa mbele ya Kristo akiwa na roho ya Elia ndani yake, roho ya kupambana na wafalme. Lakini atatangulia na nguvu kama za Elia pia. Elia aliweza kufanya watu waliokuwepo nyakati zile wamgeukie Mungu kwa kufunga mvua. Na baada ya kufunga mvua, manabii wa Baali mwishoni walichinjwa, kwa sababu Mungu alidhihirishwa kupitia Elia kwa kutengeneza madhabahu na kuweka sadaka juu yake na kumwaga maji bila kuweka moto. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza ile sadaka, jambo ambalo lilikuwa ni patano kati yake na manabii wa Baali au manabii wa Mungu asiyekuwa Mungu. Basi moto uliposhuka ukateketeza, Elia akamdhihirisha Mungu kwa wale watu. Mioyo ya wale watu ikageuka, ikasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Wakageuka wote, wakamgeukia Mungu wa kweli. The same, Yohana anawabatiza watu wamgeukie Mungu, anawaambia watubu dhambi zao waweze kumrudia Mungu wa kweli. Haleluya. Amen. Kwa the spirit, ile spirit iliyokuwa ndani ya Elia ndiyo iliyoko ndani ya John Baptist. Haleluya. Haleluya. Hebu sema ni roho gani inatenda kazi ndani yangu? Roho iliyoko ndani yako ni roho ya nani? Kwa sababu inatangulia kwa nguvu zile zile na uweza ule ule. Baba yako alikuwa muongo na waona kwa Mungu kama yeye. Ulipewa jina la shangazi, shangazi mwenyewe alikuwa akai nyumbani, anaga kikao, hakai nyumbani. Yeye ni mtu wa kuzunguka tu, na wewe unakuwa hivyo hivyo kigunda njia, kwa sababu ni roho ile ile inatenda kazi. Ni hapa tu nikaja kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana Yesu anaposema ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu, elewa Yesu ndiye sana. Yaani kila mtu aliyepewa jina, ile roho iliyokuwa imebeba jina hilo inakuwa ina shift na kukaa ndani ya mtu huyo. Ndio maana mtu anatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Okay. Sasa mtoto huyu ambaye amezungumzwa ilikuwaje? Luka sura ya kwanza mstari wa 80, tuangalie habari za mtoto huyu tena. Kumbe mtu anaweza kujazwa roho. Huyu amejazwa roho tangu tumboni.
lakini akazidi kuongezeka nguvu za roho. Mstari wa 80 inasema, Luka 1, yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu rohoni. Sema kuna kuongezeka nguvu rohoni. Rudia tena, kuna kuongezeka nguvu rohoni. Ndio maana sasa wakati huu umefunga, mwili utakutesa sana kwa sababu utachoka sana, haujazoea hiyo mikiki. Mwili unataka tu chakula, mwili unataka chai, mwili unataka maziwa, lakini roho itakuwa dumavu na itashindwa na wachawi, itashindwa na waganga, itashindwa na mapepo, maana ni powerless, haina nguvu. Lakini mtu ambaye anaikuza roho yake kwa maombi na neno, ile roho inakuwa na kuongezeka nguvu. Ndio kusema kwamba huyu mtu anaongezeka nguvu rohoni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema naipenda hiyo kwa jina la Yesu. Sema naipenda hiyo kwa jina la Yesu. Nataka niongezeke nguvu rohoni. Kwa Biblia inasema akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Yaani alikaa majangwani akaongezeka nguvu hata siku aliyotokea kwa Israeli. Haleluya. Kwa sababu alikuwa na kazi ya kufanya kwa Israeli. Mtu wa kwanza huyo. Mtu wa pili ni Yesu. Hebu andika, wa pili ni Bwana Yesu. Na hapa tunapomzungumza Yesu, tunamzungumza aliyezaliwa akawa na mwili kama sisi, akaishi duniani kama sisi, akiwa na mikono na miguu na macho na kila kiungo cha mwili, akaweza kuishi maisha kutiisha mwili ili ampendeze Mungu. Tunaanza na Luka ile sura ya kwanza na mstari ule wa 30 hadi 33. 30 hadi 33, ile kitabu cha Luka sura ya kwanza. Neno la Mungu linasema, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Yohana alitajwa kwamba atakuwa nani? Mkuu. Na huyu anatajwa kuwa atakuwa nani? Mkuu. Ukuu hautakuwepo kama usipojaa roho. Utabakia tu kuwa kama babu yako fulani. Utabakia kuwa kama shangazi fulani yule. Utabakia kuwa kama yule bibi yako yule mzamama. Utabakia kuwa kama yeye. Lakini kama unataka ukuu uwepo, lazima ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Mstari wa 32 nasema, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mstari wa 33, atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa hauna mwisho. Haleluya. Huyo atakuwa nani? Mkuu. Na Yohana, huyo atakuwa nani? Mkuu mbele za Bwana. Sio jambo dogo kwako wewe kupata nafasi ya kuwa mkuu mbele za Bwana ili uyafanye mapenzi ya Mungu hapa duniani. Ukiwa mkuu mbele za Bwana uyafanye mapenzi ya Mungu hapa duniani, huwezi kufanya bila kujaa roho. Ndio maana Biblia inasema Yohana ilibidi ajazwe Roho Mtakatifu tangu tumboni. Maana yake kakiwa katoto kachanga kabisa katika tumbo la mama. Nini mission aliyobeba? Hapo kwenye Yohana sura ya kwanza tumeona alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Alikuja ili aishuhudie nuru. Sasa anajazwa Roho Mtakatifu ili aweze kubeba hiyo, ashuhudie habari za nuru ambayo sio yeye. Haleluya. Haleluya. Twende tena Luka sura ya 3. Luka sura ile ya 3 na tusome mstari wa 18 hadi 23. 18 hadi 23, Luka 3. Neno la Bwana linasema,
Naomba nianzie 21 badala ya 18. 21 tafadhali. Inasema hivi: ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba. Hebu sema Yesu akawa anaomba. Yesu akawa anaomba. Hapo ndipo unapomuona sasa kwamba huyu Yesu hapa kakataa kibinadamu 100%. Yaani amebatizwa, mtu ambaye alikuwa hana dhambi, amebatizwa alafu sasa anaomba. Baada ya kubatizwa anaomba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zikamfunukia. Kumbe ili ufunue mbingu lazima uwe katika kuomba. Nje na hapo mbingu huwezi kufungua. Mstari wa 22, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni: wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa nawe. Naye Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Alipomaliza kubatizwa, watu wamebatizwa na Yesu akabatizwa. Walipomaliza, tofauti ya wengine na Yesu akawa anaomba. Alikuwa anaomba nini? Anaomba kujazwa nguvu za Mungu. Ndipo mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa kiwiliwili kama njiwa, akaja juu yake. Haleluya. Baada ya kuja juu yake, ni nini kilifuata? Watu wanasema tu habari za Yesu. Ndio maana Yesu anasema, aniaminie mimi, zile kazi nilizozifanya naye atazifanya na kubwa kuliko hizo. Amen. Mathayo, tuangalie kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 4. Mathayo sura ya 4, tuangalie ni nini kilifuata. Mathayo sura ya 4, Yesu ameshabatizwa, akaomba, akajazwa Roho Mtakatifu. Kuanzia mstari wa 1 hadi 11, Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Yesu alipandishwa nyikani na nani? Na nani? Na Roho. Unajua kwa nini uko hapa Arusha? Inawezekana umeletwa na Roho ili ujaribiwe. Usifikiri umeshamaliza kazi. No. Yesu alipandishwa baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, na mbingu zimesema, wewe ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mbingu zimeshatangaza. Lakini akaletwa, akapandishwa nyikani na Roho Mtakatifu. Anayempeleka nyikani ni yule Roho aliyejazwa. Anampeleka nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Alipoona hivyo, Yesu, mstari wa 2, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka ukinisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, usujudu Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Haleluya. Mstari wa 11, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Haleluya. Aliyempeleka Yesu mpaka kwenye majaribu ni Roho Mtakatifu. Nini kinajaribiwa? Imani yake. Ndio maana
mwanafamilia unayepata majaribu na changamoto nyingi kwenye familia, inawezekana ni wewe. Lakini ndio Roho amekupeleka mpaka nyikani ili ujaribiwe. Na unajaribiwa kwa mapito mengi ambayo saa nyingine unalia, saa nyingine unahuzunika, saa nyingine unakasirika, saa nyingine unanuna, saa nyingine unasusa, lakini bado maisha yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu alipoona amepelekwa kwenye majaribu, hakunyamaza. Tofauti yake na wewe ni kwamba wewe unanyamaza, yeye aliomba. Alipoona majaribu yameanza, akafunga siku 40 mchana na usiku, hali chakula. Mwishowe mjaribu wake alipoona kwamba ameamua kuongeza nguvu katika roho yake, ameamua kuongeza nguvu katika roho yake kumshinda, ilibidi aje akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, kama jinsi mbingu ilivyotangaza siku ile, hebu geuza haya mawe yawe mkate. Naye mnakutana naye baada ya majaribu mengi sana. Anatokea mtu anakuambia, kama wewe kweli una Mungu, kama wewe kweli una Mungu, fanya kitu fulani. Hebu na uwe na gari sasa, kama wewe kweli umeokoka. Mbona unaishi tu maisha ya umaskini, ya shida, ya mateso? Kama kweli una Mungu, kama kweli na wewe umeokoka, jaribu na kujenga. Sasa usipojua unapaswa kuendelea kumpinga, na kwa bahati mbaya sana ukao haupo kwenye maombi, adui atakuangusha na kukushinda. Yaani wakati unapoanza kuomba, mambo mabaya yanaweza kutokea kwenye familia yako. Ukaona kama vile Mungu, yani kama vile umeenda kuchokoza, kama vile umeenda kuharibu. Kinahitaji kuharibiwa cha ibilisi ili Mungu atawale. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Ukirudi nyuma, manake shetani kwa kushinda. Ndio maana Biblia inasema ukizibia singe tabu, nguvu zako ni chache. Kwa Yesu akaendelea kujibizana naye. Akamwambia, imeandikwa mtu ataishi kwa mkate peke yake. Kwa maana mtu ataishi hata kwa neno la Mungu, lakini sio kwa chakula tu. Yaani alimwambia hivi, imeandikwa mtu, yaani shetani alimwambia, kama wewe ni mtoto wa Mungu kweli, una njaa, geuza haya mawe yawe chakula. Yesu akamwambia, imeandikwa hivi, mtu hataishi kwa chakula peke yake, bali ataishi kwa chakula na kwa neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo akamshinda kipengele hicho, akampeleka eneo jingine, akamweka juu ya hekalu, akamwambia, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana hata andiko linasema. Naye akaenda katafuta kifungu kwenye Biblia, akakipata kwenye kitabu cha Zaburi, akaenda nacho akamwambia, kwa maana hata andiko linasema, atakuagizia malaika zake wakuchukue katika mikono yao, ili usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Haleluya. Haleluya. La kwanza alisema mtu hataishi kwa chakula peke yake. La pili anasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo ni kweli andiko lipo, lakini siwezi kufanya kitu ambacho najua kitanidhuru. Imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa, ni miongoni mwa mambo yasiyoonekana au yasiyo wazi. Kitu kikisha kuwa wazi, ukishajua hii ni sumu, ukasema mimi nimeokoka, na akawekwa adui akikwambia, kama kweli umeokoka, kunywa. Simeandikwa hata ukinywa kitu cha kufisha kitakudhuru kabisa. Kimeandikwa. Andiko si limeandikwa, na si unamwamini Yesu, kunywa. Na wakasema, leteni hapa ninyi. Ukasema andiko, Mungu yuko hai, Mungu yuko hai. Hata wewe una ujasiri kiasi gani, hata uje ukiwa unarukaruka, utakufa tu, kesho utakuzika. Bwana asifiwe sana. Lakini ukipewa kwa siri hiyo sumu, hautakufa. Haleluya. Amen. Hata wakinywa vitu vya kufiisha hawatakufa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakulinda hapa. Haleluya. Amen. Hebu sema, kwa jina la Yesu aliye hai, mjaribu yoyote ulioko pembeni yangu, out of my life, toka kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu anajaribiwa na shetani, anakuja anamwambia, ukikubali kutenda tu hii dhambi, yani anakuja mtu, ukikubali kufanya hii dhambi, mimi nakupa milioni 2. Ukikubali kufanya kitu fulani tu, hilo tatizo lako limeisha. Ndani maliza. Muone shetani kabla hujamuona Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay? Alipomaliza majaribu yote, Biblia inasema kwanza mwishoni akampeleka, akamwonyesha fahari zote.
Wakati unapitia kwenye mambo magumu sana, wanawake kwa wanaume, watakuja watu wajaribu. Sasa Yesu amepelekwa akaambiwa, mimi nakupa vitu hivi vyote vya ulimwengu, hivi vyote nakupa. Na sio muumba, yani shetani hajaumbaga kitu, hajui hata mtu, hajaumba atakuwa moja tu, hajui limetengenezwa. Anampeleka muumba. Yesu ndiye mfinyanzi, ndiye aliyefinyaga vyote, ndiye aliyeumba. Anasema alikuwa stadi wa kazi wa Mungu wakati ule wa kuumba, kwenye kitabu cha Mithali. Sasa anamwambia nakupa kila kitu hichi kama utakubali jambo moja tu, upige magoti usujudie. Haleluya. Ndio leo unaona watu wanaenda kupiga magoti mbele za watu, wanasujudu mpaka nchi ili apewe 50,000, ili apewe 1,000,000, ili apewe 5,000,000. Hebu sema toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Sema shindo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema tena shindo kwa jina la Yesu aliye hai. Okay? Sasa alipomwonyesha vyote, akamwambia nakupa hivi vyote kama utakubali tu kunisujudia. Unipe tu ibada mara hii. Akamwambia imenena zako shetani, maana imeandikwa muabudu Mungu peke yake. Muabudu Mungu wako peke yake. Haleluya. Hebu sema imenipasa kumwabudu Mungu peke yake. Sasa kama imekupasa kumwabudu Mungu peke yake, kule kwenye matambiko tunafanya nini? Kule kwenye mila, kwenye 40 tunafanya nini kule? Ni ibada ya nani kule tunaenda kufanya? Maana imetupasa kumwabudu Mungu peke yake. Haleluya. Haleluya. Kamwambia nenda zako shetani. Biblia inasema akaondoka zake shetani akamwacha. Ndio maana majaribu ya kukuzidia sana, shetani hataondoka mpaka umpinge. Hapa Yesu alijitoa pepo mwenyewe. Akamwambia nenda zako shetani. Unasema unajaribiwa, kunywa sumu tu ufe. Bora ufanye kitu fulani. Bora ufanye kitu fulani. Pepo linatembea na wewe kila mahali ile ukienda huko linakwambia sasa jirusha hapo kwenye barabara, jirusha hapo kwenye barabara. Pepo tu linakuendesha. Liko ndani yako linakupeleka mpaka kwenye mto linakwambia ajitupe. Si mara moja tu kinaisha. Usipolikemea, usipoliambia nenda zako shetani, niache, halitakutoka. Bwana asifiwe sana. Anasema mpingeni shetani naye atawafanyaje? Atawakimbia. Mkaribieni Bwana naye atawafanyaje? Atawakaribia. Akiona amekushindwa huku, atakupeleka kwenye eneo jingine. Atakupeleka, atakwambia kwani nini? Kwenye akili zako unasema tu kwani nini? Si mara moja. Kwani si mara moja tu? Au saa nyingine unashawishiwa uiharibu ndoa yako. Unashawishiwa uharibu maisha yako, uharibu utakatifu, uharibu baraka zako. Unashawishiwa na ibilisi ambaye unakuta amekuvaa, anakuongoza, anakupeleka. Kama Yesu alipopelekwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani. Biblia inasema alipandishwa. Aliposhinda majaribu yote, malaika wakaja wakamtumikia. Hautaona watu wakikutendea mema, wakikuletea baraka mpaka utakaposhinda hiyo vita. Haleluya. Haleluya. Hebu sema mema yangu yanasubiri nipambane nimalize. Lile gari mwanangu linakusubiri. Haleluya. Lakini kama hujamaliza hii vita huwezi kulipokea. Yesu alipambana vita yake msalabani mpaka akalia Eloi Eloi lama sabakthani. Yaani alipokufa akashuka kuzimu, zikapigwa na shetani siku 3 kule, akamnyang'anya funguo za mamlaka, akatoka siku ya 3 anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimeshapewa. Haleluya. Lakini huyu ni yule aliyekuwa analia Eloi Eloi lama sabakthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Kalia pa. Mwisho akasema Baba, mikononi mwako naiweka hii roho yangu, maana sijui kama uko hapa. Haleluya. Sijawahi kuexperience mateso kama haya. Yesu angeulizwa angesema sijawahi kuona mateso makali namna hii. Mungu hajawahi kunipungukia kiasi hichi. Sijui kama ameniacha. Kwa sababu amelia mbele za watu wote wakasikia akisema kwa nini umeniacha? Patano letu lilikuwa sio kuniacha, lilikuwa utakuwa pamoja na mimi. Kumbe saa ya majaribu ni lazima unaachwa peke yako kwanza. Oh my God. Haleluya. Hutaona hata kindege kikija kukusalimia, na kila mtu atakuwa adui yako. Kila mtu atakuchukia. Mambo
mabaya yote watakusemea wewe, kwa sababu ni saa yako ya kujaribiwa imefika. Ile saa ya kunywa kikombe chako, ni hakuna atakaye kuwepo kukusaidia. Wakati Yesu alipokamatwa, maandiko yananiambia wanafunzi wake wote walitawanyika. Walifanyaje? Wakamwacha peke yake kwa sababu ni saa yake. Hautaona wa kukusaidia kwenye hilo pambano, ila ukishamaliza hilo pambano, ukishamaliza tu hilo pambano, hilo umesema umemaliza, ndipo mambo mema yanaanza kuja. Yesu alipomaliza vita hiyo, Biblia inasema wakaja malaika kufanyaje? Hii Biblia yangu tumeandika au na yako imeandika hivi? Tusome ule mstari wa 11 Mathayo sura 4. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Wakaja malaika wakamtumikia. Hawa malaika walikuwa wapi wakati anapambana ile vita mpaka shetani anamwambia geuza jiwe liwe mkate? Malaika walishindwa nini kuleta mkate? Hawakuja wakati huo. Kwa nini hawakuja kumsaidia wakati ule ambao anaonyeshwa miliki ya dunia? Hawakuja kumsaidia. Walikuwa wapi? Majaribu yamekuwa makali sana kwake, lakini alipomaliza majaribu hayo, ndipo malaika wanakuja na uhakika walileta na mkate, walileta na maji, walileta na juisi, wakamwambia hongera shujaa. Haleluya. Wewe ndio shujaa wa familia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuangalia umechoka tu, lakini bado kidogo heshima inakuja kwa jina la Yesu. Bado kitambo kidogo tu mambo yataanza kubadilika pale kwenye familia. Bado kitambo kidogo tu mambo yako yatabadilika na kuwa tofauti kabisa, na heshima itakuja kupitia wewe uliyekuwa unateseka ukijinyima chakula, ukifunga na kuomba kwa ajili ya familia yako. Sema amina. Maana hii ndio saa yako. Tena wewe una bahati, uko na mtu ambaye yuko pamoja nawe kukusaidia katika kuomba. Mimi hapa niliyetulia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa kule nyikani peke yake, au juu alikuwa peke yake kule nyikani? Alikuwa na wanyama wa porini. Simba utamwambia kaniletee maji? Hakuna. Inawezekana usielewe hicho ninachokiongea. Hebu tuone kitabu cha Luka mtakatifu ile sura ya 4. Kumbuka Yesu ameshajaa Roho Mtakatifu, lakini mjaribu amemjia. Kwa hiyo unapobatizwa ukajaa Roho Mtakatifu, kuna hatari ya kupitishwa kwenye ule moto wa kusafishwa. Majaribu kama moto, kusafishwa ili itoke dhahabu. Haleluya. Luka sura ya kwanza, sura ya 4, Luka ile sura ya 4. Na tusome Luka sura ya 4. Naomba nianzie mstari wa kwanza. Nitampeleka mpaka mahali fulani alafu tutaruka. Biblia inasema hivi, kuna kitu ambacho Mathayo hakukiandika. Inasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, alipotoka kutimiza yampasayo kwa mujibu wa dini, akaongozwa na Roho nyikani kwa muda wa siku 40. Mstari wa 2 anasema akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba niruke kidogo kuanzia mstari, nirukie sasa mstari wa ngapi? Nirukie mstari wa 13. Inasema, nitasoma sasa mstari wa 13 hadi ule mstari wa 19. Inasema basi alipomaliza kila jaribu, sema Yesu alipomaliza kila jaribu. Alipomaliza kila nini? Labda umeandikiwa majaribu 5. Umepiga la kwanza, umeshinda. La pili, umeshinda. La 3, umeshinda. La 4, ukasema mimi sitaki tena kuomba. Kwanza maisha yangu yanazidi kuvurugika. Kila tatizo unalolipitia lina sababu. Haleluya.
alipomaliza kila jaribu, sio alipomaliza kujaribiwa hapa, alipomaliza kila jaribu, yani kulikuwa na majaribu zaidi ya moja, alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Sio ameondoka moja kwa moja. Mathayo kuandika hivi. Akamwacha akaenda zake kwa muda, maana yake akamrudia tena baadaye. Haleluya. Mstari wa 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Hapo ameshamaliza majaribu yote, akarudi kwa nguvu za Roho. Hebu sema akarudi kwa nguvu za Roho. Oh my God. Hapa bado wengi hatujafika. Akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Hapo habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Baada ya kujaa Roho Mtakatifu, akashinda kila jaribu, akarudi kwa uweza wa Roho. Sasa anatukuzwa na watu wote, akifundisha kwenye masinagogi yao, akitukuzwa na kila mtu pale kwenye kijiji chao. Lakini ameshajaa Roho Mtakatifu, ameshapita kwenye mitihani ya majaribu, akashinda. Wengi wetu tunajaa Roho Mtakatifu, tukijaribiwa tunaanguka na pua. Bwana asifiwe sana. Ukijaribiwa tu kidogo, ikikazwa kidogo, unasema hivi, kwa nini mimi tu? Kila nikisimama vizuri na maombi ndio napata majaribu. Ndio, hujawahi kushinda vita yako hata moja. Haleluya. Amen. Unasaa kila kitu kinavurugika. Mpaka mahali pa kulala utakosa, mpaka chakula utakosa. Watu wote unaowajua walikuwa wema kwako watakuwa wabaya. Watakuwa hakuna mtu anayekupigia simu, hakuna mtu anayeongea na wewe, hakuna mtu anayekutafuta. Unateseka hata ila sabuni huna, kwa sababu ni saa yako imefika. Na ukitaka kuvuka uendee baraka zako, lazima kipimo hicho ukimalize. Yesu alipomaliza kila jaribu, ndipo malaika walipokuja wakamtumikia. Haleluya. Amen. 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 Biblia inasema mstari wa 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, yani kama ilivyokuwa amezoea. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akafungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Haleluya. Anatangaza, anasema Roho wa Bwana yuko wapi? Yuko juu yake. Hebu sema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenituma kufanya nilichotumwa kufanya. Hebu sema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenituma rasmi kuzivunja madhabahu za familia, kuharibu mizimu, kukomesha ibada za sanamu, kukomesha matendo ya uchawi, na kumwandalia Bwana watu walio tayari. Haleluya. Au nielewe? Yani ili uweze kukomesha yale yasiyotakiwa, lazima Roho wa Mungu awe juu yako. Na Roho wa Mungu akiwa juu yako, anakuwezesha kufanya kama Mungu atakavyo. Haleluya. Haleluya. Naona mnaniangalia kwa shauku. Ombeni mpewe. Ombeni na mtafanyaje? Mtafanyaje? Ili uwe tofauti na wengine, lazima you must receive power. Hautaweza kufanya nje ya kupokea nguvu. Na ukipokea nguvu, utafanya kupita wanadamu wengine wote, kwa sababu sio wewe, ni Mungu ndani yako. Haleluya. Haleluya. Na Yesu alitegemea sana hilo. Ndio maana Biblia inasema alimaliza kufundisha
akaenda akaomba, akajitenga na wanafunzi, akaenda akaomba. Asa wewe unataka uwe na nguvu za Mungu lakini hutaki kuomba, ni mtu ambaye huna utaratibu wa kuomba. Unataka ushinde uchawi, huombi, unakutana na vitu vimechimbiwa nyumbani, unakamata unaenda kuchoma, utaparalyze mikono yako kwa sababu una nguvu yoyote. Unawezaje kuharibu kitu cha kichawi ambacho kina nguvu za giza wakati wewe una nguvu yoyote? Haleluya, haleluya. Angalia, ni nani anayeponya? Ni nani anayeponya? Kupitia nini? Kupitia nini? Kupitia nini? Kupitia nini Lilian? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa unayo, unataka kwenda kufanya maajabu, unayo, tafuta kwanza nguvu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtapewa na mzishi. Haleluya. Unataka kuinua aliyekufa afufuke, lazima uwe na nguvu ya kurudisha ile roho kuitoa ilipo irudi ndani. Haleluya. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake vitu vyake viko. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yatakapokuja atamteka nyara na kuchukua vitu vyake. Hebu angalia Luka 5:17. Inasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na uweza wa Bwana ulikuwapo, yani alikuwepo hekaluni akifundisha, na Mafarisayo na walimu na Masadukayo wako pale, walimu wa Torati wako pale, na uweza wa Bwana pia ulikuwepo kwenye hekalu ili apate kuponya. Haleluya, haleluya. Sema uweza wa Bwana unahitaji kuwa pamoja nami ili nipate kuponya, ili nipate kuharibu kazi za giza, ili niweze kuvunja mamlaka za kipepo kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sasa watu wanaenda kuchoma ilizi, hawana uweza wa Bwana huko juu yao. Wanaenda kupiga madhabahu, uweza wa Bwana huko juu yao. Wanaenda wakipiga kelele kwa maneno yao, wakidhani ndicho kitakachoharibu. No. Biblia inasema ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Yaani nguvu ndio inayosababisha jambo litokee. Haleluya. Haleluya. Na mtu mmoja alikuwa anaongea na mimi jana. Kuna kazi alikuwa anafanya kipindi cha nyuma, ilikuwa inampa hela sana. Sasa ile kazi ni kama ikawa imepotea, ikahamishiwa kwa mtu mwingine au vipi. Ikapita karibia mwaka. Jana akakumbuka akaniambia kwamba baba, ile nani nilikuwa napewaga sasa hivi sipewagi tena, na sijui anapewaga mtu mwingine au vipi. Aliponiambia tu, tulipomaliza kuzungumza, baada ya dakika chache kama 15-20 akatumiwa ujumbe wa kufanya kazi. Hebu mpe Yesu makofi mtukufu. Sio mara moja wala mara mbili wala mara tatu. Watu wa hii madhabahu wananiambiaga jambo, na wakishaniambia jambo, kama lilikuwa baya, ilikuwa ni tatizo, ilikuwa ni shida, linaishia hapo hapo. Unajua ni nini kinatokea? Uweza wa Bwana unakuwepo, na uweza wa Bwana unatoka dakika hiyo hiyo kwenda kushughulika na tatizo hilo. Sema amina. You don't understand what I'm saying. Watu wanafikiri kwamba ni mpaka ukishaniambia nikaanze kujinyima chakula, nikaanze kuomba, nikajifungie nchi ndani ya pango. Hapana. Yaani unaponieleza mimi ni mjumbe wa Bwana hapa duniani, unaponieleza ni kama umemwambia Bwana wa majeshi. Sema amen. Kwa sababu nimewekwa ili niifanye kazi ya Bwana. Haleluya. Yesu alipokuwa
duniani. Okay, naomba nisipotee sana. Maana nitaenda mbali sana. Kwa hiyo uweza wa Bwana ulikuwepo ili apate kupona. Hebu sema uweza wa Bwana. Hebu sema tena uweza wa Bwana. Hebu sema uweza wa Bwana ulikuwepo ili apate kuponya. Kuna mahali pengine panasema uweza ulikuwa ukimtoka kuponya watu. Sikumbuki ile andiko liko wapi. Anasema uweza ulikuwa ukimtoka. Pale aliposema nafikiri pale aliposema nani kanigusa. Anauliza katikati ya makusanyiko ni nani aliyemgusa. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho. Luka 6:19. Haraka sana. 19 inasemaje? Mesikia makutano yote. Luka ngapi? Luka 6:19. Nasema makutano yote walikuwa wanataka kumgusa. Yaani kila mtu anataka aje amguse. Huyu anamgusa kwenye bega, huyu anamgusa kwenye miguu. Ndio maana mitume walikuwa saa zote wanamganda, wanamzuia. Maana anaweza wakajikuta hata wanamnyima hata pumzi hata adondoke chini. Kila mtu alikuwa anataka kumgusa, maana uweza ulikuwa unamtoka ukiwaponya magonjwa yao. Uweza, roho ya uweza. Uweza unamtoka ukiponya magonjwa yao. Na roho wa Bwana atakuwa juu yake, roho ya hekima, roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya uweza, roho ya uweza. Hebu sema roho ya uweza, roho ya uweza. Rudia tena roho ya uweza. Haleluya. Unataka kujaa Roho Mtakatifu, kipengele gani unaipungukiwa? Unaonaga ni mtu unaropokaga, omba roho ya hekima ikujae. Sema amina. Kimaliza hapo, omba roho ya uweza ikujae. Ukimaliza hapo, omba roho ya ishara na miujiza ikujae. Sema amen. Naomba tu, unaomba eti Mungu na kuomba unisaidie mwaka huu nivae suti 10. Suti 10 ni kitu gani? Unaomba mavazi. Biblia inasema msijiulize mtakula nini au mtavaa nini. Maana watu wa mataifa husumbukia mambo kama hayo. Lakini Baba yenu wa mbinguni anajua ninyi mnahitaji hayo yote. Ila utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Mkishapata hilo, mengine yote mtapewa na kuzidishiwa. Haleluya. Sio mnapewa tu, mnapewa na ziada. Kwa sababu mmepata ufalme wa Mungu, yani nguvu za Mungu, ujazo wa Roho Mtakatifu na kutembea katika mwongozo wa kiungu. Sema amina. Haleluya. Hebu sema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha ya Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Kwa watu wanataka wamguse kwa sababu uweza ulikuwa unamtoka. Haleluya. Ndio maana watu waliojaa Roho Mtakatifu hata akiomba tu uweza unaanza kumtoka, ushughulika na mapepo. Sema amina. Uweza wa Mungu. Anayeimba katika roho, uweza unamtoka kwa ajili ya kushughulikia vifungo vya watu. Haleluya. Tatizo ni pale tu watu wanakuwa hawamuombi Roho Mtakatifu, anaangalia wimbo gani umetoka kwa, anataka aimbe kama yeye alivyoimba. Kwa sio Roho Mtakatifu anataka kuiga cha mtu. Wakati kanisa ni mali ya Roho Mtakatifu. Kanisa ni mali ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe neema. Haleluya. Kwa uweza ulikuwa ukimtoka Yesu kwa ajili ya kuponya watu, na uweza huo ni nguvu za Roho Mtakatifu. Okay. Hebu tukamwangalie mtu mwingine anaitwa Samson. Mtu wa tatu anaitwa Samson. Samson tunampata katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 15. Waamuzi
sura ya 15 na tutasoma mstari wa 14 hadi 15. Neno la Mungu linasema, alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Sema roho ya Bwana ilimjia Samsoni kwa nguvu. Anasema roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyo teketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Yani hapa wamemfunga. Walipomfunga tu wakapiga kelele. Ni kazi ya Delila hiyo. Walivyopiga kelele Wafilisti, nguvu za Mungu zikamjilia kwa nguvu. Vile vifungo vikakatika kama vimeguswa na moto. Sema amina kubwa. Kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukitia nguvu za Roho Mtakatifu, hata wale tani wachawi 5,000 hawezi kusimama mbele yako. Biblia inasema 10,000 watakimbia kwa kukimbizwa na mtu huyu. Wachawi wote wale tani. Ukijaa roho. Lakini hujajaa roho, huna nguvu za Mungu. Kijichawi kimoja tu kinachojifunza za uchawi hapo kijijini, ndicho kinakuja kufanya kila kitu, kila siku kuwa kitu. Kikienda kwenye kikao ile saa 6 saa 7 usiku, kinakuchukua, kinakupeleka, inaenda kukufanya kuwa kitu. Wewe ndio kiti chake. Alafu usaiyo sasa wewe uko kitandani, uko hoi. Unasikia umebanwa, unasikia unakabwa, unasikia unaishiwa pumzi, kumbe umekaliwa ni kiti. Mchawi yuko kwenye mkutano. Hebu sema shida shetani. Mbona mmecheka hapo, mnanyongwa na nyinyi? Si mkao mmeshakuwa viti. Hebu sema naikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Hebu sema naikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Na utaona huyo kila siku anajirudia. Ikifika huu muda tu, mchawi anakupitia hapo nyumbani. Twende, ndio kiti chako. Anafika kwenye kikao wakati wote wamekaa, na wewe anakuweka pale na kukalia. Ukishakaliwa na wewe pale kwenye kikao, unaanza kuhema kwa shida. Unaanza siku unasumbua watu wamelala. Umekaliwa, unashindwa kupumua vizuri, umekuwa kiti. Nasema nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Sitakuwa kiti cha mchawi mimi. Nakataa kwa jina la Yesu. Wanafunzi wanacheka maana huko wanapolala wanakutana na vitu visito. Wanajua vitu wanajua. Nani kwa kiti? Nini kinasababisha wewe kiti? Amekosa nguvu za Mungu. Mtu anakabwa kitu, unajua anakabwa, unaona mfano tu. Ufanye kama msukule usiku amelala. Kwa sababu anakabwa. Ile kukabwa sasa sio ananyongwa. Amepelekwa mahali kwenda kufanya kiti. Na kikao kikiisha ndio linakurupuka. Sasa wewe unashikiliwa, amerudishwa. Kiti kimerudishwa. Chawi kaenda zake, kesho tena. Na wanateseka sana. Hebu sema sitakuwa kiti cha mchawi. Kwa jina la Yesu aliye hai. Chawi yoyote anayetumia mimi leo namtupa nje. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hapo mmeomba sana. Kuna mambo huko. Nianze kuuliza moja moja. Haleluya. Hapo wamekemea wote. Nani alishanyongwa? Sio lazima ukinyongwa uwe kiti. Nani alishanyongwa amenyosha mkono tu? Nani alishanyongwa usiku? Hata wewe, hata nini? Zamani na wewe mpaka sasa hivi wanakunyonga tu. Nani mwingine alinyongwa siku hizi za karibuni akawa amekabwa sana? Nani? Mwalimu na wewe ulinyongwa unasema? Zamani. Wewe sijui ulikuwa kiti cha nani wewe? Yaani ukiona umekabwa usiku ukakosa pumzi, ukiamka omba maombi ya kurusha makombora ya nyuklia mpaka huko waliko. Haijalishi ni kuzimu au ni wapi, wasambaratishe na uambie msinizoee. Bwana asifiwe sana. Yaani msinizoee mimi kunichukua kunifanya kiti chenu.
Haleluya. Haleluya. Unakuta watu wameenda kufanya kikao chini ya mwembe. Alafu anampitia mtu. Nasema wewe utakuwa kiti chako, wewe utakuwa kiti chako. Wewe ndio unaendaga kanisani. Nguvu za Mungu zitamjilia, zitaharibu vile vifungo vikamwachilia. Kwa hiyo mchawi hawezi kumfunga mtu anayeomba. Adui wa rohoni hawezi kumshinda muombaji. Kwa sababu muombaji saa zote amejaa nguvu za Mungu. Hakuna adui anayemweza. Kadiri unavyoona ukikimbizwa kwenye ndoto, kadiri unavyoona unalishwa, kadiri unavyoona unapigwa, kadiri unavyoona unatishwa, ndivyo nguvu zako ni chache. Ilitakiwa umefika mahali hizo falme hakuna kukikimbiza, bali wewe ndio unawakimbiza. Ukiona umefika mahali wewe ndio unawapiga, wewe ndio unawavuta miguu, wewe ndio unawakata kwa upanga, wewe ndio unafanya kila kitu, ujue hapo nguvu zimefanyaje? Zimeongezeka. Haleluya. Haleluya. Na wewe ukiona bado unatimwaga tu, bado rafiki yangu nguvu zako ni kidogo. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wakifika usiku wanatamani hata asilale, maana hiyo shughuli sio nchi. Kwa anatamani awe tu macho. Yaani anajizuia kwa sababu ya mapambano ya kiroho. Tunapigana na falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Kwa hiyo Samsoni aliona taya ya punda iliyokuwa pembeni, akapiga nayo akaua 1000. Na kuna watu hapa wakilala usiku wanaota wanapigana na wanapigana, wanaharibu na kuua na kuteketeza. Nani alishaota anapigana? Sitaki kusema aliyeshindwa. Nani aliota anapigana kwenye ndoto? Inua tu mkono leo. Haya, waulize ni nani wanashinda. Kuna wengine walidundwa, yani ilikuwa amebaki kidogo afe, ilikuwa imebaki kidogo afariki kule kwenye ndoto, lakini akashtuka akajikuta yuko hai, akasema asante Yesu. Lakini kuna watu ambao walilala wakapambana kwenye ulimwengu wa roho, walisababisha uharibifu mkubwa, walichinja kwa kuchinja, waliangamiza kwa kuangamiza. Ile ni nguvu ya kiroho, giant la ndani. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mimi kuna mchanga anathubutu kunifuatilia mimi, wala waganga. Ganga mmoja alijileta, pigwa moja akaanguka na pikipiki vunjika miguu yote, na angerudia angezikwa. Bwana asifiwe sana. Tuko ibadani siku moja hapa, eti tukaona kakiumbe fulani kametokea hapa, nikatoka nako na mateke. Wangapi walikuwa kwenye ile ibada? Biblia ni alikuwepo. Piga mateke, pasua pale. Yaani nilivyo kivunja ndivyo alivyoenda kuvunjika ile miguu yake. Pana mchawi chezea nyumba yako. Sema amina. Amen. Hebu sema adui asichezee nyumba yangu. Hebu sema mchawi haruhusiwi kuchezea nyumba yangu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema tumepewa jina la Yesu na damu ya Yesu ili vitulinde. Sema amina. Amen. Mchawi hawezi kulonga wewe. Amen. Wewe utaki kulongwa. Ukiona unakuchezea kwenye ndoto, ujue kwamba wewe ndio umekubali. Mimi nalala hata kama nimechoka kiasi gani, hata kama nakoroma, wakija watachungulia hapo dirishani watakimbia. Bwana asifiwe sana. Maana wanaona moto unafuka hivi. Haleluya. Sasa sogea muone. Bwana asifiwe sana. Siku moja tunapambana kwenye ulimwengu wa roho, nikakutana na adui wa mama. Sasa wako wanarusha mawe. Wanarusha mawe. Sasa kumbe na huyu mama tulikuwa naye kwenye pambano usiku ule, akalengwa juu. Ulilengwa juu na hapa unawaje mama? Ile siku nikuja kuniambia siku hii. Alikaa nyuma akampiga juu na hapa. Si la hapa. Sasa siku inakuja hapa naelezea morning glory. Kumbe huyu mama naye alikuwa kwenye ile pambano, naye amedunguliwa na jiwe la kichaa. Hebu sema adui yoyote lazima nimalize kwenye ulimwengu wa roho. Hebu sema lazima nijitengeneze kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. 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 Huyo mchawi akaenda katenga kongora kwenye shamba lake. Huyu mama kalikuta, kalibeba, kalileta hapa. Tukalipasua hapa kwenye mkesha. Pana mtu
kufa. Hakuna mtu anayekufa. Watakufa wachawi watuache sisi. Sema amina. Hakuna kuua mtu nyumbani. Anaua mtoto wako kwa sababu gani? Alikusaidia kuzaa. Anamloga mtoto wako, anajua alikula nini? Hebu sema tutawashia moto mpaka wateketee kwa jina la Yesu. Sijaona mtu atakayeweza kuwasha moto. Hebu sema nitawashia moto mpaka wateketee kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Utashinda kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana yuko upande wako, malaika wako upande wako, na mtumishi wako yuko upande wako. Kushinda lazima. Amen. 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 Kwa hiyo aliona taya la punda pembeni akalichukua. Mimi sijui kwa ulimwengu wa roho wakati wewe ukivamiwa unaonaga nini? Unachukuaga hicho unachokiona? Kwa sababu unaweza kuwa umeletewa silaha ukaona upanga, ukaona bunduki, mwingine anakuambia nilikuwa na bunduki nikapiga nikaangamiza watu. Yaani watu wamelala kama mchanga, lakini mtu huyo hata hajui bunduki inashikwaje. Na hiyo kwenye ulimwengu wa roho alikuwa na nini? Na bunduki. Usiposhinda rohoni, huwezi kushinda mwilini. Na ili ushinde rohoni, inategemea nguvu za roho. Umejaa nguvu kiasi gani? Ukiona unashindwa kila siku, nguvu zako ni kidogo, funga na kuomba, acha kula. Amen. 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 Mimi zamani hizi watu maadui zangu walikuwa wananishirikiaga. Kila siku nakuwa niko msituni, napambana natafuta njia kutoka sehemu. Nakimbizwa, natokiwa na majitu ya ajabu, nakimbia mpaka naruka na paa. Nikiwa naishi kwenye mateso, kila nikiamka asubuhi nasikia hofu, yani naogopa, yani napata mateso sana. Baada ya kuja kupata maarifa, nilipiga makombora. Siku moja nikaomba maombi ya kuchoma ule msitu wote. Nikauteketeza wote kwenye maombi. Mpaka leo sijawahi kuona msitu tena. Na haupo tena, ulishateketea kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Yaani sio kwamba kuna msitu mahali, ni nafsi yako inapeleka mahali fulani, msitu wa kipepo, msitu wa kichawi, msitu wa kiganga, msitu wa mashetani. Piga makombora, hakuna kitu yote. Wanatokea majeshi ya pepo wabaya. Hebu sema majeshi ya pepo wabaya. Na yaangusha chini kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Majeshi yote ya pepo wabaya na yaangusha kuanzia sasa. Na yaangusha kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Anguka utawala wa giza. Achia maisha yako. Achia maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Wengine wanakimbizwa wanasikia kishindo kabisa. Jeshi kubwa linawakimbiza. Anakimbia mpaka anaenda kujificha kwenye miti. Anakimbia. Yaani huko rohoni kuna miti, kuna kila kitu, kuna mawe, kuna mto, kuna kila kitu. Ni dunia hii lakini rohoni. Haleluya. Sasa beba silaha za Mungu. Sema amina. Hebu sema kila daraja linalokuaga dogo na shindwa kuvuka, napita kwa woga kwenye ulimwengu wa roho, nalivunja, naliangusha kwa jina la Yesu aliye hai, naliteketeza. Kuna watu walikuwa kilalaga usiku wanaota yuko anakimbia au anatembea nafika mahali anakuta kadaraja kembamba hawezi kupita, au anatembea nafika katikati linavunjika anakuta korona, na kule nyuma anaona maadui. Maana yake huyu mtu anazuiliwa asivuke kwenda kwenye hatima yake. Kama ni elimu hatafanya vizuri, kama ni ndoa hatafanya vizuri, kama ni biashara hatafanya vizuri. Yaani ni kizuizi kiko hapo. Haleluya. Haleluya. Piga makombora. Ukiamka asubuhi piga makombora, hiyo siku usile. Teketeza hilo daraja uliloona. Vunja, teketeza. Wengine wanajionaga wako kwenye vijumba vile vya zamani. Bomoa hizo nyumba, hamtafunga. Omba kuteketeza hizo nyumba. Choma moto hivyo vijumba vya kipepo na vilipua kwa jina la Yesu. Vile vihenge, vile vijumba vya kipepo navyoviona kwenye ulimwengu wa roho, na vichoma moto, na vilipua, na vifuta. Alafu lala uone kama utaziona tena. Unaona wakimbizwa na majoka. Hata mjuzi kuna chatu mmoja alikuwa ananifuatilia usiku. Mpumzika tu nimetoka kwenye mapambano fulani ya kupigana na familia fulani ambayo ina vita sana na ipigana kwa ajili ya kutetea hiyo familia.
nikaja nikalala, nikaota anakonda ananifuata. Alafu ananifuatilia na ananifuata na mimi naenda tu na nifanya kama simuoni, naangalia kama atanipisha, na kata kona naenda hivi na yeye nakata kona ananifuata. Ana macho yako kama visadolini, ananitazama, ananifuata. Nilipokuja kugundua huyu nyoka ananifuatilia, nilisema kule kwenye ulimwengu wa roho imeandikwa mimi ni rungu la Bwana, silaha za Bwana. Na kuponda kama rungu, yani ni moja tu nilipiga, kichwa ilikuwa chapati. Yani sio nilipiga kwa mkono, nilisema na kuponda kama rungu la Bwana. Yeye anakuja hivi ananifuata, anaenda hivi. Alikuwa kama chapati mbele yangu. Na sijui hicho kilichonipiga ni kitu gani, ila nilisema ule uwezo ukatoka kwenye ulimwengu wa roho, nikampiga nikamaliza. Sema amina kubwa. Pana chatu za kisha kunifuatilia mimi. Hebu sema sitaki majeshi ya pepo wabaya nifuate. Hebu sema kuanzia leo nakomesha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu bali hai. Unalala unaota unapigana na ng'ombe, mpasue ukiamka asubuhi, mpasue. Wewe ni silaha za Bwana za vita. Sema amina. Wewe ni silaha za Bwana za nini? Za vita. Na saa nyingine unaota wakiona wanakushindwa wanakuja kukuchukua na hukumu. Wakati belala unaota huyo huko kwenye huko unakata kona huko, unaona kama inataka kuporomoka, wanakupeleka huko wakitengeneza wapunguze nguvu zako. Ukiamka asubuhi, yani wakibahatika tu kukuachia siku ukiamka, rusha makombora kila mahali, teketeza nyumba zote za wachegu wote. Adhabu mmoja amekosea, zote zinachoma moto siku hiyo. Kila ungo wa mchawi na kutegemea na kama moto unalipua. Alafu angalia kama kuna ungo tena utakayobaki. Hakuna hata mmoja. Na hakuna atakaye kufuata tena. Wanasema yule ni hatari yule. Haleluya. Amen. Haleluya. Unanielewa? Amen. Sasa ili uweze kushinda hayo majeshi na vile vyote unavyoviona kwenye ndoto, ni lazima umejaa, unazo nguvu. Biblia yangu inaniambia Samsoni, ngoja nisomee hapa tena. Samsoni siku moja adui yake alifanya kosa kidogo. Sasa hapa alitoa mfupa akaua majeshi hayo yote yaliyotajwa hapo 1000. Naomba nisome Waamuzi 14 mstari wa 5. Waamuzi 14 mstari wa 5 anasema, ndipo Samsoni na mama yake wakatelemkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama mwana simba akamgurumia. Mwana simba akafanyaje? Akamgurumia nani? Samsoni. Kama wewe vile unavolala usiku unaona nyoka anakufuata, anakung'ata, sijui simba anakungurumia, sijui punda anakukimbiza, sijui kitu gani. Biblia inasema mstari wa 6, roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anapasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Haleluya. Ikawa siri ya jeshi. Akamkamata simba kwa kosa la kufanyaje? La kumgurumia. Yanapita akafa akamgurumia. Akamgeukia. Yaani ni live mwilini. Akamkamata sana vipande viwili, alafu akatupa huko. Ndio ukome. Unakuja koromea mimi, unanifahamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani kinakutokeaga kwenye ulimwengu wa roho? Na kinakukimbiza. Eti liko likitu ambalo lieleweki. Leti linafikiri sura ya kama shetani. Sijui liko kama mnyama. Likemee kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Amen. Haya, nimemaliza. Sasa mimi nimekuachia moto ukafanya kazi. Mama sana.
Kesho ndio moto utawaka. Sema amina kubwa. Ibada ya asubuhi kesho wahi sana. Haleluya. Hebu ina mikono juu, sema Bwana Yesu, ninaomba ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyotenda kazi na watu waliotangulia hapo kwanza ikawe juu yangu, niweze kufanya kila jambo ambalo unataka nilifanye. Niko tayari e Bwana kuvunja falme na mamlaka za giza, kuvunja na kubomoa kila kambi za adui kwa jina la Yesu, kwa uweza wa Roho wako. Asante Yesu, nijaze tena, niwezeshe tena kushinda falme za giza, kushinda falme za kipepo, kushinda falme za mashetani. Nijaze e Bwana, nijaze e Bwana, nijaze e Bwana, nijaze na uweza wako kwa jina la Yesu. Niwezeshe e Bwana kuangusha hizo falme, kuangusha hizo mamlaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nazibomoa zile ngome, nazivunja kwa uweza wa Roho, kwa uweza wa Roho, kwa uweza wa Roho. Nazivunja yale majeshi ya pepo wabaya yanayonitokea ndotoni, nayasambaratisha, nayatawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.